mpaka kitabu cha Ufunuo. Yesu amezungumziwa katika picha na hali nyingi sana. Hata hii sabato yenyewe tunaita siku, sisi tunakuja kuigundua ya kwamba hiyo siku sabato ni Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa sababu siku ya sabato ni siku inayokumbusha uumbaji na kazi ya nani? Ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba aliyeumba kila kitu, katika kitabu cha Yohane sura ya 1 mstari wa 1 anasema hivi: mwanzo alikuwa neno, na neno alikuwa Mungu, na neno alikuwa pamoja na Mungu, na hakuna kitu kiliumbwa pasipo yeye. Haleluya! Huyu ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye ndiye anayewakilisha uumbaji wote, kwa sababu yeye ndiye aliyeumba. Na hiyo siku ya saba ni ya kuwakilisha siku ya uumbaji, ya ukamilisho ya uumbaji. Sasa hapa kuna Yesu mwenyewe aliyeshiriki siku ya uumbaji. Si Yesu ni wamie? Ndio. Kwa hiyo asante sana kwa wote ambao mpata kibali ya kuweza kukusanyika hapa leo. Leo nataka nitumie hii laptop kuliko nitumie ile ubao kubwa. Bwana asifiwe. Amina. Nashukuru sana kwa siku ya leo kwa baraza kuweza kunipatia nafasi hii. Kwa hiyo acha tuweze kuchangia neno la Mungu pamoja. Karibu tena mzee wetu Papa Kasha. Nafurahi kukuona. Bwana asifiwe. Amina. Asante sana kwa uwepo wako hapa. Natutia moyo sana. Bwana apewe sifa. Amina. Hao ni wazee tuko nao kwa community hii ambao tunawapenda sana kwa kazi ile ambao wanafanya, na tunapowaona wanatushiriki, kuna sababu ya sisi kujua ya kwamba kuna Mungu ambaye tunamtumikia, Mungu mmoja. Haleluya. Amen. Biblia inasema kwamba hauwezi ukaichukua nuru ama taa ukaiweka chini ya kinara, itaangaza tu. Kila atakayejua atajua pale kuna ibada, wanamwabudu Mungu hapo. Kwa hiyo ikiwa Papa Kasha amenisikia kushiriki hapa kwa sababu kuna moyo wake umemhakikishia ya kwamba tunamwabudu Mungu mmoja. Haleluya. Amen. Sababu ni ngumu toke hapa useme leo nitaenda kushiriki kwenye Catholic. Siviko vigumu? Ni gumu. Kwa sababu unajua kwamba tunatofautiana kwa vitu vingi sana. Kwa hiyo tutaenda kujifunza siku ya leo. Nilitamani kwamba uchukue Biblia, uchukue kitabu yako, tukajifunze neno la Mungu. Amen. Amina. Na ninaomba kabisa Roho wa Mungu aweze kutufungua masikio ya roho ili kwamba tuweze kukasikiliza hili neno katika hali ya roho. Sababu kuna mambo mengine tunapotamani tuyasikilize kama Roho wa Mungu hayuko ndani yetu. Ilitokea wakati mmoja Yesu alikuwa na wanafunzi wengi sana. Kawaambia ya kwamba mnajua nini? Hakuna mtu anayeweza kuona ufalme wa mbinguni kama asipokula mwili wangu na kunywa damu yangu. Biblia inasema kwamba watu waliangaliana wakaona ni jambo ngumu sana. Tutakulaje mwili wa mtu ili tu? Hakuna nabii alishagasema jambo kama hili. Wakaanza kuangaliana mmoja kwa mwingine, wakaondoka, wakabaki 12. Baadaye Yesu akawaambia wale waliobaki, kwa ninyi na ninyi hamwendi pamoja na wengine? Petro akajibu akasema, tutaenda wapi Bwana? Kwako ndiko kuna uzima. Haleluya. Amina. Paulo anasema katika Wakorintho ya kwamba hakuna aliye katika mwili anaweza kuyaelewa maneno ya roho. Kwa hiyo ni Roho peke yake anaweza kutusaidia kuelewa neno lake. Kwa hiyo tumekuwa na mafundisho kadha wa kadha baada mwezi huu mzima wa 8 uliopita, na pongezi kwa watumishi wa Mungu ambao tumekuwa ni kama Roho wa Mungu yuko na tuconnect pamoja tunaposimama kufundisha. Tumekuwa na mafundisho mengi yanapozungumzia Ukristo, Mkristo. Bwana asifiwe sana. Amina. Tumezungumziwa mafundisho mengi kuhusiana na Ukristo na Mkristo. Katika mara ya mwisho niliposimama hapa tulijifunza kwamba Ukristo ni mtu yule aliye ndani yako,
na huyo ndiye anatakiwa kubadilika, kwa sababu Biblia iko wazi kwamba ujazo wa moyo ndio dhiririko la nje. Yaani pale ambapo ndani yako kuko sawa, hata nje huku hautakuwa nako lazima ukubadilishe chochote. Bwana apewe sifa. Haitakudai waambie watu ya kwamba mnajua nini, mimi ni Mkristo. Yaani wataona peke yao, kwa sababu yule mtu wa ndani amebadilika kiwango, anakuja kutransform mtu wa nje. Ndio maana Paulo akawaambia Wakorinto ya kwamba vitu tunavyoviona ni vya muda, lakini kuna vile tusivyoviona ndivyo vya milele. Yaani kuna mtu ambaye yuko ndani yako ambaye ni wa muhimu sana kubadilika kwanza, kabla ya huyu aliye nje kwanza kubadilika katika hali ya kiroho. Bwana apewe sifa. Amen. Pale ambapo tunaanza kubadilika kutoka ndani, hapo tunakuwa Wakristo. Sio tu Kristo jina, lakini tunakuwa watu wale ambao Mungu anatamani tukue. Bwana apewe sifa. Amen. Mara ya mwisho mtumishi aliyesimama hapa alitufundisha mafundisho mazuri sana kuhusiana na Sabato. Haleluya. Amen. Sabato yalikuwa mafundisho mazuri kabisa ambayo ilituambia jinsi gani Mungu alizungumza na wana wa Israeli kuishika Sabato. Na mpaka leo hii kuna maswali mengi sana, hata kwa watu wasioshiriki Sabato, wakiuliza wengine kwa nini sisi hatuishike siku ambayo Mungu alisema hii ndio siku ambayo mnatakiwa kupumzika na bila kufanya chochote na kuniabudu mimi. Kwa nini? Kwa nini? Nakumbuka wakati mmoja hata mimi binafsi nimekuwa na maswali mengi sana kuhusiana na somo hilo. Kwa nini? Kwa nini hatushiriki siku ya 6, tunashiriki siku ya Dimanche? Kwa sababu tunaposema siku ya 7, sisi wengine tunajua siku ya 7 ni leo hii. Lakini siku ya 7 kutokana na uumbaji wa Mungu ni siku ya 6, ndio siku ya 7. Yaani kwa mtizamo wa jinsi uumbaji ulivyofanyika, leo ndio siku ya kwanza ya wiki. Bwana atusaidie sana. Sasa maswali ipo. Na ningalitamani tuweze tukaelewa hili siku moja, usije ukaodanganyika kwamba acha niende huko, kwa sababu sote tunatafuta siku moja tufike mbinguni. Pale ambapo unasikia kwamba kuna ukweli mahali, watu huenda hapo. Je, kuna ukweli upi katika siku ya Sabato? Kuna neno mhubiri alituambia vizuri sana juu ya Sabato, ambayo akamaanisha kwa Agano Jipya ya kwamba Sabato yetu ni Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Nataka tuanzie hapo kwenye sura ya Kutoka mstari wa 16. Kutoka mstari wa 16, sura ya 22 mpaka 26. Nataka nianzie hapo ili tujifunze kuhusiana na Ukristo wetu ama Kristo ndani yetu. Haleluya. Amen. Karibu msomaji katika kitabu cha Kutoka sura ya 16 mstari wa 22 mpaka 26. Kutoka 16 22-26. Biblia inasema, basi ikiwa siku ya 6 wakaokota kile chakula sehemu narudi tena. Basi ikawa siku ya 6 wakaokota kile chakula sehemu maradufu, kila mtu pishi 2, na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa. Akawaambia, ndilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, Sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka, na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachowasalia jiwekeeni kilindwe hata asubuhi. Basi wakakiweka hata asubuhi, kama Musa
alivyowaagiza, nacho hakikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Musa akasema, haya, kuleni hiki leo, kwa kuwa leo ni sabato ya Bwana. Leo hamtakiona nje barani. Siku 6 mtaokota, lakini siku ya 7 ni sabato, siku hiyo hakitapatikana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Andiko hili tumelisomewa tena wiki iliyopita, wiki ambayo mwalimu aliyekuwa anafundisha somo hili Sabato. Natamani uelewe ili kesho usije ukadanganywa ama kudanganyika kuacha imani ile ambayo uko nayo, kufanya ama kufuata vitu ambavyo vitakupotosha ama kukupeleka mbali na Mungu. Haleluya. Amen. Sabato hii ni kama jinsi Biblia inasema kwamba wakati wana wa Israeli waliishi jangwani kwa kuogota mana kutoka mbinguni, na Musa akawaambia siku ya 6 ya kwamba ogoteni chakula cha kutosha na muweke kingine, kwa sababu kesho hakuna chakula kitakachoshuka kutoka mbinguni. Kwa hiyo wekeni akiba, kwa sababu kesho ni siku takatifu ambayo hakutashuka chakula kutoka mbinguni na mtakula hicho. Bwana apewe sifa. Swali tunataka tujifunze kuhusiana na hii Sabato, hii siku ambayo Mungu alisema ya kwamba ikuwe siku takatifu. Tutasoma pia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Mwanzo sura 2 mstari wake wa 1 mpaka wa 3. Nasoma Mwanzo 2:1-3, nasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibariki siku ya Sabato, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Amen. Amen. Hapa Mungu anatuambia kwa nini aambie wana wa Israeli washike Sabato. Na sababu hii anasema hapa ya kwamba ni kwa sababu ni siku aliyopumzika alipomaliza kazi ya uumbaji yake yote, akastarehe. Kwa hiyo akaifanya hiyo siku, akawaambia wana wa Israeli ya kwamba siku hii natamani ikuwe siku ya kipekee. Hamtafanya kazi yoyote, kwa sababu siku hii ndiyo mimi Bwana nimestarehe, ambao nimemaliza kufanya kazi ya uumbaji. Kwa hiyo Sabato, maana ya Sabato ni siku ambayo Mungu aliyomaliza uumbaji wote akapumzika. Bwana apewe sifa. Alipowaambia wana wa Israeli ya kwamba mshike Sabato, ni kwamba unaposikia Sabato, kinachokuja kwa akili yako ni maana ya Sabato. Kwa nini Sabato? Kwa nini siku ya 6? Kwa hiyo maana ya siku ya 6 ambayo watu wanatakiwa wasifanye kazi ni ili kukumbuka ya kwamba hii ndio siku ambayo Mungu alimaliza kuumba vitu vyake vyote. Mungu alistarehe, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo ya kwamba baada ya Mungu kuumba, akatizama vyote alivyoviumba vikakuwa vyema, vilikuwa vizuri sana. Mungu akapongeza kazi aliyoifanya kwa siku 6, ambayo akafika siku ya 7 akastarehe, akiangalia kazi aliyoifanya, na akasema tazama, kila kitu kilikuwa chema. Kwa hiyo Sabato ni siku ambayo inatukumbusha uumbaji wa Mungu. Amen. Amen. Mungu alikumbuka siku hiyo. Wakati umepata mke, umeoa, muda mwingine kunafika wakati wengine wanafanya kumbukumbu la ndoa. Sasa ifikiria umepata mke na ulipomwoa alikuwa mzuri sana, na amekuwa mzuri kabisa, ungeweza kumshuhudia kwa kila mtu, mke wangu ni mzuri kabisa. Lakini nafika mahali yule mke wako aliyekuwa mzuri amegeuka ghafla, ama muda mwingine tutasema amekuacha, ametoroka na wanaume wengine.
Sijue baada ya yeye kutoroka, kama ikifika tarehe mliofanya harusi ya kukumbusha sherehe hiyo ya harusi, unaweza ukafanya kumbukumbu la hiyo sherehe, kwa sababu ulipokuwa na hiyo, unapofanya sherehe hiyo inakukumbusha, yani unapokamata date fulani inakukumbusha, yani hiyo date inaleta kwenye mawazo yako jinsi mlivyokutana na jinsi mlivyofurahiana kuwa pamoja. Lakini kama hayupo tena pamoja na wewe, sidhani kama unaweza ukaishikilia hiyo tarehe na hiyo siku ukusanye watu na uambie kujeni msherekee pamoja na mimi, kwa sababu hii ndio siku niliyokutana na mke wangu ambaye hayuko tena leo. Si kwamba amekufa, aliniacha akaenda na wanaume wengine. Sidhani kama kuna mtu anaweza kufanya hivi. Katika kitabu cha Mwanzo, Mungu akasema, tazama alichokiumba Mungu akaona kilikuwa chema sana. Tunashuka mstari wa 3. Shetani akafanya hatua, akakuja kumpoteza mwanadamu kutoka kwenye mikono ya Mungu. Mstari wa 6, Biblia inasema Mungu akajuta kwa nini alimuumba mwanadamu. Ni huyu Mungu kwenye mstari wa 1 alipoumba akasema nina starehe, akatizama vyote alivyoviumba akavisifu, tizama vilikuwa vyema. Lakini mstari wa 6 wa kitabu cha Mwanzo, Mungu anasema anaviangalia tena alivyoviumba, anasema ninajuta kwa nini nilimuumba mwanadamu. Na Sabato ni siku ya kuleta kwenye kumbukumbu la watu ya kwamba hiyo ndio siku Mungu aliyomaliza kazi ya uumbaji wake mzuri, ikuwe siku takatifu na mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini tunamwita kwamba Yesu Kristo ndiyo Sabato yetu? Mtu asikuchukue akwambie tizama, huko ndiko wanaabudu Mungu siku ya 6 ama siku ya 7, ambayo Biblia inasema ya kwamba hiyo ndiyo siku mnatakiwa kumwabudu Mungu. Kwa hiyo twende kuja. Kuna watu wanatoka mahali na kuhama mahali kwa sababu ya kugundua ya kwamba hapa nilipo sisi huwa tuabudu siku ya 7. Naenda mahali wanaabudu siku ya 7 kwa sababu inawezekana wale ndio wanaoishika sheria ya Mungu na wale ndio watakaoenda mbinguni. Lakini tunasema ya kwamba uelewe ya kwamba Biblia inasema hivi, Yesu Kristo ndiyo Sabato yetu. Tumejifunza katika kitabu cha Mwanzo mawazo na picha ya Mungu alichokuwa na tamani kwa ulimwengu. Katika Biblia tunaona kwamba wakati mwanadamu alianguka, kwa sababu Yesu Kristo katika kila kitabu katika Biblia, Yesu Kristo ana unabii ndani yake. Kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, Yesu amezungumziwa katika picha na hali nyingi sana. Hata hii Sabato yenyewe tunaita siku, sisi tunakuja kuigundua ya kwamba hiyo siku Sabato ni Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa sababu siku ya Sabato ni siku inayokumbusha uumbaji na kazi ya nani? Ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba aliyeumba kila kitu, katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 anasema hivi, mwanzo alikuwa neno na neno alikuwa Mungu na neno alikuwa pamoja na Mungu na hakuna kitu kiliumbwa pasipo yeye. Haleluya. Huyu ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye ndiye anayewakilisha uumbaji wote, kwa sababu yeye ndiye aliyeumba. Na hiyo siku ya 7 ni ya kuwakilisha siku ya uumbaji, ya ukamilisho ya uumbaji. Sasa hapa kuna Yesu mwenyewe aliyeshiriki siku ya uumbaji. Bwana apewe sifa. Ndio maana Yesu katika Biblia, katika kitabu cha Mathayo, wakati fulani wakampata Yesu anafanya kazi siku ya Sabato. Biblia inasema wakataka kumuua, wakataka wampeleke kwa makuhani kwa sababu ameivunja sheria. Lakini natamani ujue ya kwamba, nataka ujue hivi leo, Yesu Kristo ndiyo Sabato yetu. Siku haina na muhimu wowote, lakini kinacho
cha muhimu. Hatuabudu siku wa Kristo, lakini tunaabudu kila kilicho ndani ya siku. Mungu ambaye tunamwabudu anaweza akatumia kitu, anaweza akatumia siku, lakini hatuabudu siku wala hatuabudu kitu, tunaabudu kilicho ndani ya kitu. Haleluya. Kama msalaba huu tunaoona hapa ni mti tu, kwa nini tunaweka ndani ya nyumba ya Mungu? Si kwa sababu tunaiabudu. Yaani tunapoona msalaba kuna kitu tunakiona nyuma ya ule msalaba. Bwana apewe sifa. Yaani sisi hatuoni msalaba tu unayosimama, lakini tunaona kilichofanyika hapo kwenye msalaba. Kwa hiyo Mungu anatumia siku, alichagua siku ya saba, lakini sio kwa sababu ya siku, ni kwa sababu ya kilicho ndani ya siku. Haleluya. Ndio maana Yesu akawaambia ya kwamba Sabato haikufanywa juu ya mtu, hakufanywa juu ya Sabato, lakini Sabato ilifanywa juu ya nani? Na akasema mimi ndiye Bwana wa nini? Bwana wa Sabato. Kwa Yesu Kristo ndiyo Sabato yetu, kutokana na wajibu wa Biblia. Kwa sababu katika kitabu cha Mwanzo chote ni unabii. Mwanadamu alipoanguka, Biblia inasema nini? Biblia inasema kwamba Mungu akakuja na unabii wa kutabiri kuja kwa Yesu Kristo. Akachukua mnyama, akatoa damu ya mnyama, akaimwaga na akafunika utupu wa mwanadamu. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa sababu katika Agano la Kale Mungu alikuwa anahitaji damu imwagike ili msamaha wa dhambi uonekane. Wakati mwanadamu alipoanguka ama alipojitenga mbali na Mungu kwa kutenda dhambi, Mungu akakuja katika shamba la Edeni. Alipopata mwanadamu yuko uchi, akaua mnyama, akamvika mwanadamu, kutabiri ya kwamba mimi Mungu nina mpango wa kuja kurudisha mwanadamu tena kwangu. Bwana pewe sifa. Amen. Unabii wa Yesu Kristo katika kitabu cha Mwanzo. Biblia inaendelea katika hicho kitabu cha Mwanzo. Tulijifunza vile ilivyoenda mpaka ikafika kwa Abrahamu. Mungu akamchagua Abrahamu. Mungu akamwambia Abrahamu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza. Mungu akamwambia Abrahamu, nakutaka wewe ukuje toka katika nyumba ya baba yako. Mimi ninakuhitaji ili kwamba kupitia wewe niweze nikawafikia mataifa wote wa ulimwengu. Mungu akamwahidi Abrahamu. Nataka unifuate mzuri hapa, ujue ya kwamba hii Sabato ama yote yaliyofanyika kwenye Agano la Kale ni unabii wa Yesu Kristo mwenyewe. Bwana apewe sifa. Sababu katika kitabu cha Wakolosai inasema ya kwamba mambo yote yale tuliyoyasikia ni unabii ama ni kivuli cha mambo ambayo yalikuwa yako na kuja. Amen. Agano la Kale ni kivuli cha mambo ambayo yalikuwa yanatarajiwa kuja. Biblia inasema Mungu akamwita Abrahamu na akamwambia Abrahamu, akampromise Abrahamu, nitakupatia mtoto na ule mtoto ataitwa Isaka, na kupitia Isaka ndani yake kutatoka mataifa mengi ya ulimwengu kutoka kwake. Imagine, nataka ukonake unabii jinsi Yesu alikuwa anatabiriwa indirectement katika Agano la Kale, ambayo kama usipokuwa na ufunuo wa neno la Mungu utaishi katika kivuli, na wakati kuna yule aliyetabiriwa tayari yupo. Ndio maana walimuua Yesu. Waliomuua Yesu ni wanani? Wale walioshikilia kivuli, wakaona ya kwamba Yesu anavunja mambo na utaratibu waliokuwa wanapitia. Abrahamu akamzaa Isaka. Abrahamu alimzaa Isaka akiwa na miaka ngapi? Fikiri 100. Bwana apewe sifa. Amen. Mke wake Sara alikuwa na miaka kama 18. Haleluya. Amen. Wakati sijui kwenye science nani ambaye anaweza akazaa kwenye uyungu? Haiwezekani, si ni kweli? Hakuna mtu anaweza kuzaa kwa uyungu. Lakini kwa sababu Isaka alikuwa ni mtoto wa ahadi,
alizalika kwenye hali ambayo ni ngumu, ambayo haikuwezekana kupigwa hesabu katika akili na mawazo ya wanadamu. Isaka alipatikana. Haleluya. Baada ya Isaka kupatikana, Biblia inasema ikafika mahali Abrahamu alimpenda Isaka sana, akakuwa mwanawake wa pekee anayempenda sana, ijapokuwa kulikuwa Ismaeli. Mungu kafika mahali akamjaribu Abrahamu, akamwambia Abrahamu, nataka unitolee mwana wako Isaka. Tunajua historia hiyo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 21. Abrahamu akamchukua Isaka. Nifuate mzuri. Akamchukua Isaka. Biblia nasema wakaenda, Mungu akamwambia, nitakuonesha mahali ambapo utamtoa Isaka kama sadaka ya kuteketezwa kwangu mimi. Abrahamu akamchukua Isaka, wakienda. Tunakumbuka Isaka akimuuliza Abrahamu, baba, tuko naenda kutoa sadaka, iko wapi? Naona tuko na kuni. Isaka alibeba kuni ambayo wataenda kutolea nayo nini? Sadaka. Naona tuko na kuni, sadaka iko wapi? Abrahamu alimwambia Isaka nini? Ya kwamba mwanangu, usijali, Mungu atajiletea. Pale ambapo Mungu ananituma nenda nikatoe sadaka, hapo ndipo Mungu ataleta sadaka yake mwenyewe. Abrahamu akaenda, Isaka akibeba kuni yake. Balipofika mahali kwamba Mungu akamwambia ni pale ndipo ambapo utatoa hiyo sadaka, akawaambia watumishi wake wabaki hapa. Isaka akachukua kuni yake mpaka pale ambapo Mungu alisema sadaka itolewe. Isaka. Na balipofika pale, ile kuni ambayo Isaka peke yake alibeba ndio inalitakiwa Isaka awekwe juu yake ili auawe na kumtoa sadaka. Mwana wa pekee, baba anayempenda mwana akaamua kumtoa mwana wake kuwa sadaka kwa ajili ya kutii Mungu. Biblia inasema ya kwamba Abrahamu alipotaka kuweka kisu, Biblia inasema Mungu akamwambia acha. Akamwambia tizama, kuna kondoo aliye hapo. Akaangalia kuna mwana kondoo. Ule kondoo akatolewa sadaka pa nafasi ya nani? Ya Isaka. Acha nikwambie historia ya Yesu. Yesu hakuzaliwa kwa kawaida, tunajua wote hivyo. Isaka alizaliwa na mama ambaye yuko zaidi ya umri wa kawaida wa kuzaa, muujiza wa Mungu. Lakini Yesu alizaliwa na mwanamke ambaye angaliki bikira, ambaye haiwezekani tena kutokana na science kwamba utazaa, utapata mimba na uko bikira bado. Angalia kuzaliwa kwa Isaka kwa miujiza, angalia kuzaliwa kwa Yesu kwa miujiza. Ikafika mahali Biblia inasema Isaka alikuwa mwana mpendo wa baba yake. Mungu anatuambia kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa pekee wa Mungu. Yesu alipokuwa anabatizwa, Biblia inasema sauti ikashuka kutoka mbinguni ikasema, tizama, msikilizeni huyu, kwa sababu huyu ndiye mwana wangu mpendwa. Na Mungu akamwambia Abrahamu, nenda kanitolee mwana wako Isaka unayempenda sana. Na acha nikwambia kitu kimoja niligundua. Ujue kwamba unabii jinsi ulivyotembea. Wakati Isaka anatolewa hapo, ilikuwa ni miaka ya mbele sana. Na wakati Yesu anakuja sasa, ni kama miaka 4,000 ambayo imepita. Miaka 4,000. Hiyo sijua ni siekle ngapi hivyo. Baada ya miaka 4,000 tuko na mzungumzia sasa Yesu. Isaka na mambo yote ya sadaka kwenye mlima Moari imepita. Miaka 4,000 baadaye Yesu Kristo anatokea. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo ilipofika, kwa sababu asulubiwe, ateseke, akabebeshwa msalaba wake mwenyewe, Isaka alibebeshwa kuni ambaye peke yake ataenda kutolewa sadaka ndani. Imagine wapi Mungu akamwambia, nitakuonesha kwenye mlima unaitwa mlima Moria. Miaka 4,000 iliyopita Yesu akibeba msalaba kwenda Kalivari, na hapo pale Moria, ule Moria ni mlima. Bwana asifiwe sana. Na penye huo mlima ndiyo peko Kalivari mpaka leo hii tuko tunaongea. Imagine kisi connection ilipatikana.
Mungu anamwambia Abrahamu, chukua Isaka. Isaka akabeba kuni, waenda kwenye mlima ambao Bwana atamuonesha. Na Ibrahimu akatabiri akasema, kwenye mlima wa Bwana, Bwana atajiletea sadaka yake mwenyewe. Na huyu ni Isaka ambaye alipelekwa hapa. Yesu anabebeshwa msalaba kwamba ninapelekwa Kalvari kwenda kuteseka. Mahali pale pale ambapo Isaka, Abrahamu alimtoa Isaka kwa sadaka kwa Mungu. Angalia jinsi unabii huu ulienda kujiunga pamoja. Ni kusema kwamba hadithi ya Abrahamu na Isaka ilikuwa ni unabii juu ya Yesu Kristo. Hiyo ni kitabu cha Mwanzo. Haleluya. Inaendelea story. Mungu anaendelea kusema juu ya Yesu Kristo. Kwenye huo mlima mpaka leo hii, jina ya huyo mlima Israeli inasemekana panaitwa kwamba Bwana alijiletea. Haleluya. Pale ambapo Yesu, Mungu alijiletea mwana kondoo. Yohana alipokuwa anaona maono kwenye Ufunuo akasema, kwa hakuna wazee wakakaa chini, hakuna aliyejitokeza kwenda kumkomboa mwanadamu. Lakini Yohana alipolia, mmoja wa mzee akakuja akamwambia Yohana, acha kulia. Tizama hapo kwenye hicho kiti cha enzi. Yohana akatizama akaona mwana kondoo wa Mungu hapo kwenye kiti cha enzi. Na wakati Abrahamu yuko na mtoa Isaka, mwana kondoo akajitokeza kwenye huo mlima. Mungu akamwambia, toa huyo kuliko Isaka. Mwana kondoo akatolewa hapo Kalvari, ambapo ni pale pale Isaka alipelekwa akauawa, na ni pale pale Yesu Kristo kama mwana kondoo aliposulubiwa. Unabii wa Yesu Kristo. Uelewe ya kwamba Agano la Kale ni utabiri juu ya Yesu Kristo. Tunapoingia kitabu cha Mwanzo tunashuka, kwa sababu kama kuna mtu ana hadithi ya habari ya kiroho ni Abrahamu na Isaka. Kwa sababu sote tunamuita Abrahamu ni baba yetu wa imani, kwa kuwa Mungu ndio alimpatia Abrahamu agano. Akamwambia, kupitia wewe ninahitaji niwapate mataifa yote ya nini? Ya ulimwengu. Na ukifuata habari ya Yesu Kristo anatoka kwa Isaka. Haleluya. Amen. Unabii wa Yesu Kristo. Mtu anapokuambia, unajua nini? Amfanyake hiki na hiki. Ninyi huwa amheshimu hiki na hiki. Waelewe ya kwamba ile ni unabii na utabiri juu ya agano jipya. Unabii na utabiri juu ya Yesu Kristo. Biblia inasema Yesu alipokuja, watu hawakumtambua. Haleluya. Waliyekuwa wanamtarajia Masia alifika, lakini hawakumjua. Ilipofika kwenye agano katika kitabu cha Kutoka, Mungu alimwahidi Abrahamu akataka kukomboa wana wa Israeli. Hadithi yote ya kitabu cha Kutoka ni kuhusu tu unabii wa ukombozi wa Mungu, kisa anavyotamani kukomboa watu wake. Wana wa Israeli walipata kutoka katika nchi ya utumwa kwa sababu ya damu iliyomwagika. Biblia inasema katika pigo la mwisho Mungu akamwambia Musa ya kwamba, chukua mwana kondoo, uwa mwana kondoo, na damu yake muimimine kwa kila nyumba ya kila Mwisraeli. Na wakati nguvu ya mauti, pepo ya mauti itakapokuja, itakapoona damu kwa kila nyumba ya Mwisraeli, itaweza kuruka. Haleluya. Amen. Kondoo tena ikauawa ili kukomboa wana wa Israeli kutoka Misri. Inaitwa Passover. Haleluya. Ambao tunaita leo kwamba ni siku ambayo tunaisherekea kama Pasaka kwa agano jipya. Siku ambayo damu yake ilimwagika msalabani ili kwamba sisi tuliokuwa katika utumwa wa dhambi tuweze kukombolewa na tuletwe tena katika uumbaji wa Mungu, kwa sababu Mungu aliweka siku ya Sabato juu ya kukumbusha uzuri ya uumbaji wake. Lakini kabla ya Yesu, Mungu alikuwa alishapoteza uzuri wa uumbaji wake. Utakujaje kunisherekea habari ya anniversary ya mwanamke ambaye alishaka kufa? Unakuja kuniamshia machungu ama unakuja kunipatia furaha? Haleluya. Unaposema ninasherekea Sabato, unasherekea uumbaji wa Mungu ambao Mungu eko napiganisha jinsi gani atapata ule uumbaji urudi tena kwake. Na Yesu Kristo alipokuja kama sababu hiyo. Nataka tusome kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ya 3 mstari wa 17. Ya 3 mstari wa 17. 17 inasema, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani,
Yesu Kristo akae mioyo yenu kwa imani. Mkiwa na shina na msingi katika upendo. Mkikuwa na shina turudilia kwa tena. Kristo akae mioyoni mwenu. Kwa imani mkiwa na shina na msingi na msingi katika upendo. Ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao fahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Andiko hili ni kuelewa ya kwamba, natamani uelewe hili kitu muhimu kwa agano hili tuko nalo, kwa sababu kama nilivyozungumza ya kwamba agano la kale ni unabii. Sababu watu wakati Mungu alipompatia Musa Torati ni sheria, na katika kitabu cha Kutoka hapa mstari wa 23 Biblia inasema wana wa Israeli siku moja wakampata mtu ambaye yuko nakata kuni siku ya Sabato, wakampeleka kwa Musa, wakasema tumempata mtu huyu yuko nakata kuni siku ya Sabato. Biblia inasema wakamweka huyu mtu ndani. Musa akamuuliza Mungu, tufanye nini na huyu mtu? Mungu akamwambia muue huyu mtu. Huyo mtu akapigwa mawe na akafanya nini? Akakufa. Haleluya. Na wakati Yesu Kristo alipokuja kama sabato yetu, Biblia inasema katika hapa kitabu cha Efeso nasema kwamba ninatamani muweze kujua upendo, mkuwe na imani ili mjue upendo jinsi ulivyo na shina na upana na urefu, upendo wa Kristo. Haleluya. Amen. Kuna mtu aliyemkujia Yesu akamwambia nifanye nini ili nione ufalme wa Mungu? Yesu akamwambia unaijua Torati na sheria? Akasema ninaijua. Akamwambia ishike Torati na sheria. Akamwambia ile yote mimi tokea niko mtoto huwa ninafanya nini? Ninaitimiza. Lakini Biblia inasema nini? Yesu akamwangalia akampenda sana na akamwambia kuna kitu kimoja unakosea. Akamwambia nini? Toa mali yako yote ukafanya nini? Kaupatie maskini. Biblia inasema kwamba ule tajiri akageuka akaondoka bila kumjibia Yesu chochote. Yaani kuonesha ya kwamba unaweza kuwa katika siku hizi tuko nazo, unashika Torati zote, unashika kila neno ambalo agano la kale limesema, na bado ukakosa mbingu. Bwana apewe sifa. Hakuna anayeweza kuona mbingu pasipo kumpitia Yesu Kristo, na Yesu Kristo ndiyo upendo wa Mungu uliodhihirika kwetu. Haleluya. Ndio maana Paulo anawaambia Waefeso ya kwamba ninawaombeeni kwa imani muweze kujua jinsi ulivyo na shina upendo wa Mungu ndani yetu. Haleluya. Amen. Ni lazima tutambue tunaye siku yetu ambaye ni Yesu Kristo. Tunamwabudu Mungu siku zote. Haleluya. Amen. Kwa sababu kama siku ya saba ilikuwa ni kwa ajili ya kukumbusha uumbaji na kupumzika kwa Mungu, tunaona muumbaji Mungu mwenyewe akashuka na yule Mungu akakaa ndani yetu. Yaani uumbaji wa Mungu unaishi ndani yako. Ndio maana Yesu alisema atakayenipokea mimi na Baba yangu tutafanya makao ndani yake. Kwa hiyo tuna yule aliyeumba, tunamwabudu aliyeumba siku zote. Unajua mimi ninasemaga kila siku Mungu ni mkubwa kuliko siku. Mungu ni mkubwa hata kama wengine wanasema kwamba unajua maana ya Sunday ni siku ya Mungu jua, ambaye Warumi walikuwa na abudu Mungu wao jua. Unajua Saturday ni Satan day, ni siku ya shetani. We don't care about the day. Tunajua tunaweza kumwabudu Mungu, hatuoni siku, tunaona kilicho ndani ya siku. Haleluya. Tunaona sabato kwetu sio siku moja. Unapompenda Mungu hauwezi kumpatia siku moja kwa wiki. Ikiwa Mungu anaona kwamba siku ya saba ukumbuke uumbaji wake ndiyo siku ya kumwabudu, umwongezee Mungu siku zote, mwambie Bwana ninakupatia. Biblia inasema kwamba Mungu akamtoa mwana wake Yesu ili amnunulie watu wa kila mataifa, watu wa kila kabila. Yesu, damu ya Yesu ikamnunulia Mungu sisi. Haleluya. Baadaye kwa mfanya kazi ndani ya nyumba ya Mungu ulimnunua. Wewe nunua TV yako, baadaye useme nitakuwa naionaga tu Samedi. Na wakupatia contract ambayo unajua TV unanunua, utakuwa naionaga tu siku moja kwa wiki. Hivi utauliza mimi ndo nilinunua ama ikwaje? Kwa
sababu kitu wakati unapokinunua unakitumia jinsi unavyofanya nini. Yaani kama tumenunuliwa na Yesu Kristo, hatumpatie siku moja, tunampatia siku zote, tunampatia maisha yetu yote. Hatuoni siku, tunaona kilicho ndani ya siku. Ndio maana ya Sabato. Sabato ilibeba uumbaji wa Mungu, na tunamwona Yesu Kristo kazi ama muumba mwenyewe aliyeumba vitu vyote. Bwana asifiwe sana. Mungu tunayemwabudu ni mkubwa kuliko siku. Mungu tunayemwabudu ni mkubwa, ndio maana anapofika yeye, maprinciple zote hazina kazi. Tunakumbuka alipofika kwenye kisima cha Bethsaida. Biblia inasema kisima hicho kingaliweza kuponya watu tu pale ambapo maji yamechemka na malaika wa Mungu amekuja na watu wanajifunga. Lakini alipofika haikubidi maji ichemke. Haleluya. Haikubidi kupigia ule utaratibu wa maji ichemke ili uponyaji ufanyike. Kwa sababu yeye mwenyewe ndiye, kwa sababu kama malaika walikuwa wanashuka kuchemsha hiyo maji, ni kwa sababu ya komande zake. Haleluya. Ikiwa sasa itafika mahali yeye mwenyewe anafika, hakuna haja ya maji ichemke. Alimwambia yule mtu, wewe simama na uchukue viatu vyako uondoke. Mungu tunayemwabudu ni mkubwa kuliko utaratibu yote tunaweza kuijua. Cha maana, ogopa Mungu, shika Kristo ndani ya maisha yako. Wasikubebebebe huko, kucha huko ndiko huko Kristo. Huku ndiko tunaabudu siku ya saba. No, hatuoni siku, tunaona kilicho ndani ya siku. Haleluya. Tunaona kilicho ndani ya siku ni uumbaji wa Mungu, na tuko na Yesu Kristo kama Sabato yetu. Haleluya. Amen. Natamani uelewe hili. Soma andiko hili moja na tufungie hapo. Tusome ile andiko moja na tufungie hapo. Siku ya leo nataka tu uelewe ya kwamba Sabato ama mengine yote yanayosemwa katika Agano la Kale ni unabii juu ya Yesu Kristo. Haleluya. Yes. Kile ni kitabu ya Wakolosai sura ya 2 mstari wa 16 mpaka 17. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 16 mpaka 17. Biblia inasema hivi. Katika andiko hili Paulo anawaambia watu ya kwamba mtu yeyote asiwahukumu. Amen. Kuna mtu amepata? Nasema hivi, mtu asiwanyang'anye thawabu yenu. Mtu yeyote asiwanyang'anye thawabu yenu. Sorry, 16. Tunaanza 16. Okay. Basi mtu asiwahukumu ninyi. Mtu yeyote asikuhukumu wewe katika vyakula au vinywaji. Simama, chakula ama kinywaji. Unajua kuna Wakristo wanasema kwa Mungu alisemaga, Torati inasema tusikule mnyama mwenyewe kuna miguru hivi, wenzetu wengine wanasema usikule nguruwe. Unajua kikula nguruwe kuna mapepo ndani. Paulo anaanza kuambia watu ya kwamba mtu yeyote asikuhukumu wewe Mkristo kwa sababu ya chakula ambayo unaikula. Au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo. Ama siku zote za sikukuu ama Christmas. Unajua kuna makanisa ya ishiriki Christmas. Hatukuhukumu kwa sababu ushiriki Christmas. Haleluya. Kama wewe utaamua ya kwamba siku yako ya yaani mtu yeyote asikuhukumu juu ya siku ama ya mwezi ama nini, kwamba hii ndio sikukuu ama ndio mwezi kuu. Mtu yeyote asifanye nini? Asikuhukumu. Mwandamo wa mwezi au sabato. Au sabato. Bana malizia ndio kwa mikono. Ama sabato. Mtu yeyote asikusumbue au kuja juu ya sabato. Huyu ni Paulo tuko na muongelea. Bwana asifiwe sana. Na hii ni Biblia, hii ni Agano Jipya tuko nazungumzia. Endelea baba. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo. Haya mambo yote yalikuwa ni kivuli cha mambo yajayo. Mambo yajayo ndio Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya. Mungu akubariki. Natamani uzingatie ili ujue kwamba Agano la Kale ni unabii juu ya Yesu Kristo, na tuko naye Yesu ndani ya maisha yetu. Hatumpatie siku, lakini tunampatia maisha yetu yote. Tusimame tuombe Mungu.